Tunasema uzoefu umeonesha kwamba uchaguzi ni jukwaa, ni uwanja wa mapambano. Sisi leo wamejijua hawataki na wananchi, hawaungwi mkono na wananchi. Kwa nini? Kwa sababu kwa kupitia chaguzi ndio watu wanapokwenda wakakataa. Tusilikimbie, ndio maana sasa sisi hatuwezi kulikimbia jukwaa la uchaguzi. Ni pahala ndio pa kuiombea dunia, kuambia wananchi na wananchi wenyewe kuonesha kwamba sisi wakati wenu umekwisha. Wakati wenu umekwisha. Na nyinyi mnakumbuka hapa ulifika wakati mtu wa CCM kiongozi na mwanachama anatembea na sare yake mfukoni, asubutu kuivaa sokoni, au si kweli? Yeah. Kwa sababu ya mwamko wa wananchi, hutu kuendeleza ndio itakavyokuwa, na ndio tunavyokwenda, kwa sababu hawa hawabadiliki, hawa hawatosimama siku moja wakatengeneza. Ndugu zangu, mapambano ya siasa haya, hasa mapambano haya ya ukoloni ndani wa kikatiba, huu koloni mbaya sana, huu koloni wa kikatiba, kwamba mna mkoloni mwenzenu anatumia katiba, anasema kwa mujibu wa katiba. Huu mbaya sana. Mapambano yake lazima muyaendeleze. Mkipumzika, huyu hatokuwa mstaarabu arekebishe mambo, huyu yeye atayafanya yawe complicated. Sisi Zanzibar 2015 tulisema hatuwezi kurudi tena kwenye kufanya uchaguzi tena. Tukawaachia Chama cha Mapinduzi. Miaka 2015 20 walikuwa peke yao ndani ya baraza la wawakilishi. Sisi tulibaki na viti vyetu vya ubunge tu. Lakini ulitegemea kwamba warekebishe, si ndio? Tulitegemea labda kuna watu duniani watawapigia kelele warekebishe. Ndugu zangu, hakuna mtu akukupigia kelele duniani. Sasa hivi atapigiwa kelele, utaungwa mkono ndoa jinsia moja, lakini haiwezi kuungwa kupigiwa kelele wewe. Yes, ndio kweli, tukubali. Watu they are busy na mambo yao. Huko tunakotoka kweli dunia ilikuwa inaliona hili, lakini sasa wanaona kwamba mkiuana uaneni, mkipigana piganeni, lazima mapambano mfanye nyinyi wenyewe. Hakuna mtu wa kuwapambania. Sisi tulipokuwa hatukushiriki, badala ya kwamba watengeneze, wakenda wakarekebisha ile tume ya uchaguzi, sheria ya uchaguzi, wakaleta kitu cha kituko zaidi. Eti Zanzibar wapiga kura 700,000. Wasiozidi 700,000. Wanasema kura ipigwe siku 2. Kwa nini? Kwa sababu siku ya kwanza ni siku wao wapate kuiba, kwa sababu wanapiga peke yao. Wanasema sijui wa vyombo vinavyoshughulikia uchaguzi ni wizi tu. Wanaopiga kura ni ndugu zetu. Kuna wengine mtu kapiga kura 500, wengine 100, wengine 20. Na wanatuambia, wanatuonesha wengine kwamba hizi mesi nyingine sikuzipiga. Yaani ni uhuni uliopindukia mpaka. Lakini wamepata kufanya hilo kwa sababu walikuwa peke yao. Mtegemea kwamba watengeneze, lakini ndio wameleta hafa zaidi. Na uchaguzi huu wa siku 2 ndio uloua watu wengi 2020. Leo tunaambia turekebishe. Na tulikubaliana haya yarekebishwe. Mtu leo kanyamaza kimya, kangangana hapo hapo. Kwa hivyo haya tuyajue, kususiwa anasusiwa muungwana. Muungwana ukimsusia atajiuliza kwa nini mwenzangu anisusia? Si ndio? Atakufuata kuulize, tuzungumze. Lakini mtu aliyokuwa si muungwana unafikiri
ukimsusia ndo asema wewe bwana. Tena hata kufrustrate ili siku nyingine ususie. Sisi tunafanywa kila aina vituko. Vingine vya kihuni vya kijinga kabisa. Vingine vinavyokiuka hata maadili ya kiserikali. Mimi makamu wa kwanza, lakini kuna mambo mengine yanafanywa watu kusema kweli unamkuta mtu yani ni mambo yaliokuwa nakiuka mambo ya kiserikali. Lakini tunasema tutabanana hapa. Tunaambiaje? Tutabanana hapa.